Basi ndugu zangu wapendwa, na paroko amewatambulisha watoto wetu ambao wataimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara. Nisikia 116 namna hiyo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yao. Pia tunawashukuru wazazi ambao walikuwa makini kuwalea watoto wao vizuri. Tangu mtoto alipozaliwa, mzazi akahakikisha kwamba mtoto anabatizwa, kwa sababu huwezi kupata sakramenti yoyote kama hujabatizwa. Kwa hiyo tunawashukuru wazazi ambao walikuwa makini, walisaidia watoto wakabatizwa, na pia au kuishiria hapo tu, wakahakikisha kwamba watoto wamepata komunio ya kwanza, na pia wakaendelea kuwaongoza ili wapate sakramenti ya kipaimara. Kwa hiyo wakawahimiza waende mafundisho ya katekesi, na wakapata katekesi. Na tunawashukuru wa wazazi pamoja na wote walioshiriki kuwapatia mafundisho, padri, makatekista na wengine ambao walishiriki. Wapo wasimamizi wao ambao nao watakuwa na jukumu kusaidia hawa watoto wakuwe vizuri katika imani ya Kikristo ya Kikatoliki. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume tumesikia habari za wale mitume, na kama tunavyojua, wakati Kristo anateswa, wale mitume walipotea, waliogopa kwamba yaliyompata Kristo yangewapata wao, ndio maana walikimbia wakaenda mafichoni. Ni huyu mmoja tu, Yohane Mbatizaji, ambaye Yohane mtume ndiye huyo tu ambaye alikuwepo pale msalabani ambapo Kristo anamwaga damu yake. Mitume wengine walipotea moja kwa moja, na waliendelea kujificha kwa sababu ya hofu ya Wayahudi. Ni wakati ule wa Pentekoste, wakiwa mle ndani, Roho Mtakatifu alipowashukia, ndipo walipopata ujasiri na nguvu ya ajabu. Wakatoka sasa na kuanza kuhubiri habari njema. Kabla ya hapo ilikuwa ngumu kabisa. Na siku ya Pentekoste nguvu ilikuwa ni ajabu, na hata na karama kuongea lugha mbalimbali, na watu walikuwa wamefika Yerusalemu kutoka sehemu mbalimbali wenye lugha mbalimbali wakawa wanawasikia hawa mitume wakisema mambo makuu ya Mungu. Na kuanzia pale waliendelea kuhubiri habari njema, na habari njema imekasaga pote ulimwenguni. Ndugu zangu wapendwa, Roho Mtakatifu ndiye Roho anayetupatia nguvu, ndiye anayetufanya tuwe jasiri katika kuishi imani yetu. Na ninyi watoto ambao mtaimarishwa leo, mtaomba muwe jasiri, muwe hodari, muishi imani yenu vizuri. Usiogope kuishi Ukristo wako. Maanake wako watu wengine ambao wanaogopa hata kuvaa labda msalaba, hata kuvaa rozari, wanaogopa. Sasa ninyi watoto tunaombeni, msiogope, muishi vizuri imani yenu, na hasa mshuhudie Kristo kwa matendo yenu. Yaani matendo yenu, maisha yenu yawe ni maisha ambayo ni safi kila wakati. Katika somo la pili tumesikia habari za Roho Mtakatifu anavyotupatia karama. Karama ziko aina mbalimbali.
lakini Roho huyo ni mmoja anayetoa hizi karama, na karama hizi zinatolewa kwa ajili, si kwa faida ya yule aliyepewa karama fulani, ila kwa ajili ya faida ya taifa la Mungu. Kama vile mwili ulivyo na viungo mbalimbali, mikono, miguu, macho, pua, masikio na kadhalika, na viungo vyote hivyo vipo kwa ajili ya faida ya mwili mzima, ndivyo vipaji vya Roho Mtakatifu viko vya aina mbalimbali. Hizi karama ziko za aina mbalimbali, na lengo la hizi karama mbalimbali ni kulifaidia taifa la Mungu, yaani wote kufaidi hizi karama ambazo Roho Mtakatifu anazotujalia. Kwa hiyo upewe karama fulani ili ujifaidishe mwenyewe, hapana. Kuna wengine ambao wanapewa karama ya kufundisha, na kufundisha mtu anaelewa kwa urahisi, basi anatumia karama hiyo kwa ajili ya kufaidisha wengine. Kuna mwingine karama labda kuwa na huruma kwa watu wenye shida, asijitahidi kuwasaidia watu kadri anavyoweza. Kuna wengine ambao wanaweza kukuta ni mtu ambaye ni kama daktari, akihudumia watu wagonjwa wanapona mara moja, basi ni karama ambayo umepewa ili kusudi wengine wapate kufaidi, lakini sio kusudi ujifaidishe wewe mwenyewe. Hapana, wengine wapate kufaidi. Na katika Injili tumesikia habari za wale mitume wako ndani, Kristo amefufuka, anaingia ndani, milango imefungwa, madirisha yamefungwa, lakini wanashangaa huyu amekuja. Aliweza kuingia kwa sababu mwili wa ufufuko ni mwili uliotukuka, hauzuiliwi na chochote kile. Kwa hiyo aliingia na anawaambia amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Walikuwa wamekosa amani kwa kweli walipomwona Kristo anateswa, Kristo anakufa. Walikuwa wamekosa amani, wakifikiria kwamba yaliyompata yeye Kristo pia yatawapata wao. Kwa hiyo hakuwa na amani. Lakini sasa anawaambia kwamba amani iwe kwenu. Na mtu anapokuwa na amani anakuwa na utulivu, hana hofu tena. Na anawaambia, aliwavuvia Roho Mtakatifu, anawapokea Roho Mtakatifu. Alafu anaambia kwamba kwa kweli kama Baba alivyonituma mimi nanyi nawatuma ninyi. Kwa hiyo alipewa kazi kwenda kuhubiri habari njema. Ninyi watoto, leo hii mtapewa sakramenti ya kipaimara, mtapewa Roho Mtakatifu. Kristo alikuwa pokeeni Roho Mtakatifu, na ninyi leo mnaambia pokeeni Roho Mtakatifu kama Baba alivyonituma, na mimi nawatuma. Kwa hiyo natumwa kwenda kumshuhudia Kristo katika maisha yenu. Yaani maisha yenu wakati wote yawe safi. Maisha yenu yawe safi. Kuhubiri habari njema si kwamba, haimaanishi kwamba lazima siwe padri, siwe shemasi ndani usimame hapa mbele uhubiri hivi. Kwa matendo yako. Kwa matendo yako. Matendo yako mazuri ndio habari njema kwa wengine. Kwa hiyo tujitahidi kuwa habari njema kwa watu wengine, kwa kuishi maisha ambayo yanayompendeza Mungu. Watoto wapendwa, ni vizuri kukumbuka kwamba mmepewa katekesi ambayo ni mafundisho ya kanisa. Kwa hiyo haya mafundisho ambayo mliyapewa sio tu kwamba ufaulu mtihani upate kipaimara, lakini pia mafundisho hayo uliyoyapata ukayaishi. Ukayaishi. Lengo lisio kwamba yetu ufaulu mtihani wa kipaimara, lakini cha maana kwamba ukaishi yale ambayo uliojifunza au uliofundishwa. Hiyo ndio kitu cha maana. Ndio kitu cha maana. Kwa hiyo tujitahidi huko baadaye tukaishi vizuri. Na ndugu zangu wapendwa, hasa ninyi watoto,
ni vizuri tukakumbuka na mambo ya kimsingi ambayo ni muhimu kuyazingatia katika maisha yetu kama tunataka kukua vizuri. Na jambo la kwanza, tukumbuke tuwe na hofu ya Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu ni pale ambapo unajua kwamba kweli Mungu yupo, Mungu alituumba, Mungu anatutaka tutende mema, Mungu anachukia mabaya, na kwamba Mungu anataka nitende mema. Uwe na hofu ya Mungu, na kama una hofu ya Mungu, basi utajitahidi kuishi vizuri, kwamba unafanya nini? Kwanza unamshukuru Mungu kwa yale ambayo anayetendea katika maisha yako, na zawadi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia ni nini? Maisha, uzima. Kwa hiyo kila unapoamka, kabla mguu haujatoka kitandani kukanyaga hapo chini, unamshukuru Mungu aliyekuamsha salama, kwa sababu kuna watu wengine ambao wanalala wanaunganishia huko hawaamki. Kwa hiyo kabla ya kutoka kitandani, shukuru Mungu kwamba umeamka salama. Sio ninyi watoto tu, hata watu wengine. Na pia umuombe ulinzi wake, umuombe akulinde siku ambayo inaanza. Umuombe, kwa sababu dunia hii hatari ziko nyingi. Hatari ziko nyingi. Unaweza katembea hivi, gari inaacha barabara inakupitia, naweza kapiga radi na kuondoa, na mambo mengi. Hatari ziko nyingi sana. Kwa hiyo naomba Mungu ulinzi wake. Niliwahi kuona klipu fulani, watoto wawili wa familia wadogo wanakwenda shule, wamebeba na mabegi yao migongoni, wakiwa mbele ya nyumba yao, na kabla hawajaondoka wakasali, walifanya ishara ya msalaba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mungu tunakuomba wewe pamoja nasi tufike shuleni salama, tusome salama na uturudishe nyumbani salama, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Wakaanza safari kwenda shule. Hawa ni watoto ambao wenye hofu ya Mungu, ni watoto ambao wanaotambua uwepo wa Mungu, watoto ambao wanatambua uweza wa Mungu. Kwa hiyo tuige mfano wa hawa watoto. Hata watu wazima, usiende kwenye pilika za kabla hujamwomba Mungu. Usiende kwenye shughuli zako. Kuna watu ambao wanaamka tu hivi moja kwa moja tu na kwanza kimbizana, wala hawajamwomba Mungu baraka zake. Kwa hiyo watoto, naomba mzingatie hilo, na watu wengine ambao wako na mazoea hayo. Ya pili, tujitahidi kuwa ni watu wenye shukrani, katika maana kwamba ukipewa chochote na yeyote yule unasema asante. Neno asante halina gharama yote, neno asante halina. Na unaposema asante, yule aliyekupatia kitu wakati mwingine pia atahamasika kufanya nini? Kupatia kitu zaidi. Lakini ukikaa kimya, anasema hili mtoto halina adabu, halina heshima, halina shukrani, utapata. Kwa hiyo wakati wote tuwe watu ambao wanasema asante, watu wenye shukrani. Tatu, tuwe watoto ambao wenye kuheshimu, wenye heshima, na heshima kwa wakubwa, kwa wazazi na kwa wengine. Na unapokutana na mtu ambaye amekuzidi umri, kama wewe mtoto ambao una heshima, unamsalimia huyo mtu, labda shikamoo kaka, shikamoo dada, shikamoo baba, shikamoo mama, tumsifu Yesu Kristo padri, tumsifu Yesu Kristo na kadhalika. Naonyesha kwamba kwa kweli wewe una heshima. Lakini unapishana na watu tu hivi, unakutana na mtu mzima wala msalimi na nini, kama robot fulani hivi tu. Hapana.